Sasa ndugu zangu, mtakumbuka ya kwamba mwaka jana mwezi wa 5 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mkakati wa nishati safi ya kupikia nchini. Na baada ya kuzindua mkakati ule, kuna shughuli nyingi na kazi nyingi zimefanyika. Watu wengi wamepewa mitungi ya gesi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mikutano mingi, makongamano na warsha za kuzungumzia swala la nishati safi ya kupikia vimefanyika mijini na vijijini. Tumefanya kazi kwa karibu na Jumuiya ya Ulaya pamoja na UNCDF ambao walichukua jukumu la kusaidia katika eneo la mkakati wa mawasiliano, jinsi ya kufikisha mawasiliano katika maeneo hayo. Sasa wenzetu hawa kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati, Wizara ya Nishati, Jumuiya ya Ulaya, UNCDF, tulishirikiana tukatengeneza mkakati huu ambao tunaandaa kuuzindua rasmi, na mkakati huu utazinduliwa rasmi tarehe 2 mwezi wa 6 pale Dodoma, na utazinduliwa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko. Lakini mkakati huu utakuwa muhimu sana kwa sababu utasaidia kupeleka elimu na ufahamu kwa Watanzania wote popote walipo, mijini na vijijini, na utawasaidia kujua kwamba tunaposema nishati safi ya kupikia ni nini, nishati isiyo chafu ya kupikia ni ipi, inapatikanaje, wadau muhimu ni wakina nani, nikitaka kupata gesi naipata wapi, nikitaka kupata jiko nalipata pataje. Mambo yote hayo ambayo yatawasaidia sasa watu kujua kwamba mkakati huu unatekelezwa vipi. Kuna watu hawajajua kwamba kwenye nishati safi kuna fursa, lakini kwenye nishati safi ya kupikia kuna fursa, na kuna watu wameanza kuitumia hiyo fursa na imeanza kubadilisha maisha yao. Kwa hiyo kampeni hii itasaidia kutoa ufafanuzi, kutoa elimu, kutoa hamasa ili kukaribisha watu wengi zaidi waanze kujishirikisha katika swala hili la nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tofauti ya mkakati huu wa mawasiliano na ule ambao tuliozindua mwaka jana ni nini? Aliozindua Mheshimiwa Rais. Ule mkakati wa mwaka jana wenyewe unazungumza juu ya nishati safi ya kupikia, umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia, aina ya nishati hizo za kupikia, madhara ya kutokutumia nishati safi ya kupikia. Tunataka ndani ya miaka 10 80% wawe wamefika kwenye nishati safi ya kupikia. Ni taasisi gani zinatakiwa kushiriki kwenye mchakato huo wa kuhamia kwenye nishati safi ya kupikia? Mashule na taasisi zinazolisha zaidi ya watu 100 kwenye mkakati ule zimepewa muda wa kuhamia kwenye nishati safi. Sasa hii inapeleka sasa nini? Elimu. Kile kilichoko kwenye ule mkakati mkubwa kinawafikiaje watu? Mawasiliano ya kuhakikisha ule mkakati mkubwa ule unafika kwa wahusika, kwa walengwa, ndio hiki ambacho kinakwenda kuzinduliwa tarehe 2. Kwa hiyo na wakaribisha wananchi wote waweze kufuatilia, watakaoweza kufuatilia kwenye vyombo vya habari tarehe 2, lakini wale walioko Dodoma tutawakaribisha waweze kushiriki moja kwa moja, kwa sababu itawasaidia kupata taarifa hiyo moja kwa moja na kujua sasa mawasiliano yanafikaje kwa watu wote. Mawasiliano yataenda kwa watu wote, watu wa mijini, watu wa vijijini, watu wazee, vijana, mpaka wanafunzi. Kila aina ya watu watafikiwa na mkakati huu wa mawasiliano na elimu.